mwingine ni deacon wetu Deacon Kiari, na naomba tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Vizuri kulikaribisha neno la Mungu kwa heshima. Katika jina la Yesu simama na mguu wako. Naomba tupigie Kristo makofi mazuri. Pigia Kristo makofi mazuri naye deacon anapofika na kutuletea neno la Mungu katika jina la Yesu. Amen. Karibu sana deacon wetu katika jina la Yesu. Amen. 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 Sorry, kabla hajanena, wale wa mama ambao hatukubarikiwa ama wazazi hatukubariki watoto wao, we are doing it after this. Kwa hivyo jiadae, tutaifanya katika jina la Yesu. Asante. Praise the Lord. Hamjamboni. Wanatumaini na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. I wish you could sit. Yes. Tafadhali tuketi. Tuketi. Wakati tulikuwa darasa la chekechea na pia lower primary, tukiambiwa tuketi, tulikuwa nasema thank you teacher. Nyinyi mmeketi tu na mkatulia. Lakini hivyo ndivyo tupo wakati huu, kwa sababu Mungu ametuneemesha, tumekomaa, tunaelewa, tulifunzwa, lakini kwa wakati huu tunavumiliana na asanteni. Kwa wakati huu niseme kwamba nimeokoka na mpenda Bwana kama mwokozi wa maisha yangu. Kwa majina ni kama vile nimetambulishwa, naitwa Deacon Joel Kiari. Sijivunii hayo, kwa sababu hayo yote nimeneemeshwa na Mwenyezi Mungu, sio kwa sababu ya nguvu zangu ama uwezo nilio nao, sababu yote yametoka kutoka kwa Bwana. Praise the Lord. This morning I am blessed to be used by God to give the sermon today, and I'm very thankful that you are very attentive, and looking at you, I don't know, I think I need to deliver. Mukoset. Bwana awabariki. Siku ya leo ningetaka, kama unajua wewe ni maskini, inua mkono. Kama unajua wewe ni maskini, inua mkono. Kwa hivyo sisi wote ni matajiri. Tumedhibitisha kwamba sisi wote ni matajiri, si ndio? Tunao uwezo, tunazo mali, tunazo familia, we even have a status in the society. Praise the Lord. And today, kama haukuinua mkono, wewe ndiye tutaongelelea siku ya leo. Wewe, hadhi yako katika jamii, mali ulio nayo, jamii ulio nayo, and all the titles you have, we would like to know whether you give it all to the Lord. Whether whatever you have, unajisikia nayo, kama unasimama kidete na unasema kwamba niko nayo, kwani mtafanya nini? Today we are going to learn so much, and I would like us to be to turn our books to the book of Matthew. That is not going to be our main book, but we are going to start with Matthew, just for an introductory purposes. That is going to be Matthew chapter 27 from verse 50 to 51. And before you even read, it is good for us to reflect upon our lives. And we all know that maybe for some of us, we believe that life starts at birth. But for those of us that believe in the living God, we know that life starts before birth, at conception. And that is why we normally come against abortion. Hatupendi.
kwa sababu sisi ni wateule ambao wameamini kwamba uhai unaanza wakati kiumbo cha mtoto kinaumbwa ndani ya nyungu ya mama. Na tunapozaliwa, mama zetu na baba zetu wanatulea vizuri. Tunaanza kunenepa, tunanyonya, tunaanza kufuzwa tabia, tunapelekwa shuleni. Inafika wakati tunafanya mtihani, wengine tunapita, wengine tunanoa, si ndio? Wengine tunaambiwa tutarudia. Lakini tunafanya juhudi ili mradi sisi wote tupite. Wengine tunaingia secondary, mambo inakuwa ngumu, lakini tunajitahidi, tunamaliza form 4, tunaingia university, wengine polytechnic, wengine shule za course tofauti. Wengine pia wanashindwa hapo katikati, wanaingia katika biashara. Inafika wakati kama huu ambapo tumekomaa, tuko na mali zetu. Wengine tumeoa ama tumeolewa. Wengine tuko na watoto ama tunalea watoto wa jamii zetu, ama wa brother yetu, sister yetu. Lakini tuko na ile hadhi kwamba sisi ni wazazi ama sisi ni viongozi. Nafika kanisani, naambiwa wewe ndiye David, wewe ndiye kiongozi wa wanarika, si ndio? Unaanza kupata vyeo. Unafika kazini, unaambiwa wewe ndiye supervisor ama wewe ndiye director, wewe ndiye daktari hapa, wewe ndiye engineer mkuu. So haya yote ni tunaziita titles kwa Kiingereza. Na inafika mahali tunasahau kwamba maisha yetu kuanzia mwanzo yamekuwa yakiongozwa na Kristo ama Mungu wetu, ambaye amekuwa akiangalia our future. And you forget that you are trying to mold a bigger picture that God has in store for you. I want to tell you, wanatumaini, kwamba wherever you are right now, haujafika. Bwana asifiwe. Haujafika, lakini upo katika safari, uko njiani ili uweze kutimiza lile ambalo Bwana aliona ndani yako. Whatever God has destined your life to be, you will be. You will be. And this is the juncture where you say amen. You will be. Whatever God has decided you will be, I tell you, you will be. But what is most important is, will you give the credit to the one who it is due? Utapeana ule utukufu kwa yule ambaye anastahili. Kwa maisha yako utaonekana wewe ama Mungu wako ataonekana? And inafika mahali and tunafika kiwango fulani katika maisha yetu, tunaona kama tumefika. Na maybe tutakuja kuongea wakati maisha yetu yanaisha, what we normally say in those eulogies, wakati tunakutuma kwamba sasa utaenda kutupandia nini? Mihogo, si ndio? Kwa lugha yetu tunasema kwamba umeenda kutupandia mihogo. Lakini wakati inafika hiyo wakati, what do we normally say? What do people normally talk about? Because we normally have so many people eulogize you. Watu watasema nini wakati wako? What is that you are known for? What are you famous for? When people see Teacher Sam or our brother Moturi, huwa tunafikiria nini? Wakati tunaona wanakwaya wakituimbia, what do we normally think about? That they sing so well, they have so nice, they have melodious voices, we feel so good. Do we enjoy? Do we see the glory of God? Ama tunaangalia vile wanapeleka hizo naziita nini? The steps. Kama wanakosea ama wanaipeleka vizuri. Do you normally listen to the word in the songs?
wakati mhubiri anakuja hapa mbele zenu, huwa mnasikiza ama tunaangalia masaa, vile amevaa, vile alikuwa akishout, vile ametuingilia? It should be about God. When you are leaving your house and you are coming to church, is it about spending a Sunday? Is it about showcasing your best item in the wardrobe? Is it about mingling with friends you have not seen for a week? Is it about making new friends? Or is it about creating an opportunity to serve God? That is all what we are going to be talking about today. And in Matthew chapter 27 from verse 50 to 51, it says, "And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. And at that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people who had died were raised to life." And where did they go? They came out of the tombs after Jesus' resurrection and went into the holy city and appeared to many people. So, this is an assurance that there is life after there is life after death. So, my brethren, tusiishi ni kama haya ndio masaa ya mwisho, as if hakuna any other life after this. But this is not my message. This is not the message I have for you. The message I have for you is that curtain, that veil was torn into two. And that veil was separating the holy from the unholy. It was separating the rest of the hall from the holy of holies. Mahali ambapo Mungu alikuwa anatolewa dhabihu. The place where the Ark of the Covenant, which symbolized the presence of God, was kept, ndio tunaita Holy of Holies. And maybe if we can take our church as an example, this would be the Holy of Holies. We would have the curtain here, which was too heavy, by the way. It could not be drawn by 2 or 3 people. Ilikuwa mzito, kitambaa mzito. So that, and it is recorded that hata mwangaza haingetoka kutoka kwa Holy of Holies to the hall. Pia mwangaza haingetoka kutoka kwa hall kuingia to the Holy of Holies. And what does this teach us? When we say that the veil has split, it means that you have been allowed, wewe umeruhusiwa kutoa dhabihu yako wewe mwenyewe kwa Mungu aliyekuumba. Kwamba umekubalishwa kuomba ama kuombea jamii yako hata bila kuwa na an intercessor. So, in the beginning it was not like this, my friends. In the beginning, sisi hatukuwa wana wa wokovu. Sisi hatukuwa wana wa Israeli. Mambo ya Mungu na mipango yake ilikuwa juu ya wana wa Israeli. Sisi tulikuwa tumepotea. But when the veil split, tukaanza kuhesabiwa pamoja na wana wa Israeli. So ikakuwa kwamba you did not have to be what the Bible call the people of circumcision. Ikakuwa sasa hakuna tofauti ya the Jews ama the Gentiles. And in today we can only classify ourselves as Gentiles because CCC, we are not Hebrews. We are not Hebrews. So, but after the splitting of the veil, it became evident that everybody was invited to the presence of God. So, nowadays there is no woman or man. There is no Israelite or Kenyan or Asian. There is no Jew and there is no Gentile. Sawa. So all of us are allowed to go before the Lord.
And this gave us access to God. And in Philippians chapter 3 verse 2, we are going to see Paul talking to Philippians about several things. And most of what he was talking about is what we are today and what we need to be talked about today. And he was telling them to beware, or watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. People who will tell you that haustahili. This verse is actually talking about the Hebrews who believed that you had to be circumcised for you to be a believer. Because in the beginning, haya mambo ya wokovu na Yesu Kristo na nini yalikuwa ya Wahibrania. So according to them, accepting Jesus Christ as your Savior was not enough. You had to be circumcised to be like them. And Paul is cautioning everyone that they should be wary of those who believe in circumcision other than in the gospel of Jesus Christ. And let's go to verse 3. For it is we who are the circumcision, we who serve God by his Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. So they had forgotten that Jesus Christ does not live in the flesh, that the gospel will not be spread by those who are circumcised. It is not about that body. It is not about that flesh. It is what is inside your soul. It is what you have inside your heart. Na wenzangu, marafiki zangu, ningetaka niwaambie kwamba kile ambacho kitakufikisha mbinguni sio huu mwili, sio mavazi unayovaa, sio mali ulio nayo, ni kile ambacho umeweka katika roho yako. What you believed when you got born again. Hiyo ndio itakufikisha paka mbinguni. And verse 4 it says, though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in flesh, I have more. And you see, this is a place where we see Paul itemizing all the things he was. He wanted to show them that kama mnajivunia kuwa mna hadhi, kuwa mna mali, mimi nilikuwa nayo mingi. Kama kuna mtu ambaye anafaa kujivunia kitu, inafaa kuwa mimi. In verse 5 anasema he was circumcised on the 8th day kama Waisraeli wa kawaida, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews. Yani hata leo kuna watu wanasema niye demo Gikuyu Karinga. Si kuna watu husema hivyo? Yani mimi ni Mkikuyu wa Wakikuyu. Yani mimi, kama kuna watu ambao wanatoka ile kitu tunasema Kirira, yani mawaidha ya Ukikuyu, inafaa kuwa mimi. Yani yeye yuko ndani ya Ukikuyu. So this is what Paul was saying, that he was a Hebrew of Hebrews. In regard to the law, he was a Pharisee. And we have all talked about these people, the Pharisees and the Sadducees, who were placed or highly regarded in the society. I heard someone say that the Pharisees were the far you see. They could see far. The Sadducees were the sad you see. Actually, what they could see was sadness. What you have not done, what you are not. They were fault finders. Kazi yao ilikuwa kuona makosa ya watu na criticize. According to them, there was no one highly regarded than them. So what Paul is saying, that he was one of them. He was a Pharisee. In verse 6, anaendelea kusema, as for zeal, yani kwa bidii, katika bidii, he was a church persecutor. You mean there are people
could boast of being church persecutors. Hata wa leo hii kazi sijui imeachiwa nani. We still have terrorists in the world. Kuna watu hata saa hii hawezi furahia mkiwa na furaha. Kuna mtu saa hii kazi yake ni kuhakikisha kwamba you are tempted to the core mpaka uache wokovu. There are people who are happy when you are in problems. And Paul was one of them. That he was persecuting the church, and as for righteousness based on the law, he was blameless. Yaani hata baada ya kufanya hiyo yote, kulingana na sheria ya hiyo wakati, yeye hakuwa na makosa yoyote. So what he was trying to tell them, that he had power to do everything he want and still negotiate the law. Hata wa leo tuko na watu ambao wako na nguvu, watu ambao watakuibia live na hakuna mahali utawa, na ukiwa na mahali pa kuwapeleka utajipata umebaki pale ndani. So we still have people like those, people who take pride in what they have, in the power they have. Maybe in verse 6. Is that verse 6? But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of? Yes. That whatever you have, if you do not give credit to God, my friend, you will lose everything. For what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul in eternal hell? Yote ulio nayo, kama Mungu haonekani ndani yake, itakuwa ni hasara. Na pia kwetu ni hasara wale ambao tuliachana na mambo yale tukaweza kufuatilia Kristo. But we all know that we will be vindicated when our time is due. And maybe we can skip to verse 13. So after talking about all things to the church in Philippi, he said, brethren, or brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Yani, hata baada ya haya yote, jameni sijafika. But one thing I do, forgetting what is behind. Yani, nimesahau yale ambayo yalipita. And I am now straining toward what is ahead. We must look ahead. We must not look at the past years. Hatufai kuwa tunafikiria kuhusu maisha ambayo hatukuyafanya vizuri, siku ambazo hazikuwa mzuri kwetu. We cannot think about the year 2020 because it is already spent. There is nothing you can do about it. If you lost someone to COVID, it is done. If you lost a business to COVID, it is done. If you lost a job, it is already lost. What you can think about is what you will do for the future. Because you can never go back. You can never go back. And even if you had gained much in 2020, because we know there are people who actually amassed a lot of wealth, my friend, the only thing you can think about is the future. Because hata wakati imefika pale siku ya mwisho tunapokuimbia, we do not talk about what you had. Actually, what I hear is that he is survived by a widow and children, grandchildren. Yani kwamba ameacha mjane, watoto, wajukuu na vitukuu. Have you ever heard mtu ambaye anaambiwa kwamba ameacha mali nyingi, ameacha masomo? We don't talk about those things because your real wealth is your spouse, your children, and your faith. Praise the Lord. That is all we will be talking about. And if you are not concerned about these three things, your spouse,
your children, and your faith. And some of those who have no spouses will ask me, what about me? What about us? But you have families. You have brothers and sisters. You have parents. If you're not concerned about people, real people, not just wealth, you have neighbors. If you're not concerned about them, my friend, you are losing it. You are losing it. You are chasing for the wrong things. And when time comes, you will have spent your life for nothing. Hakuna kitu utahesabiwa. So if our main aim here on earth is to amass wealth, my friend, you will leave it. Na tutasherehekea. And for those who drink, I've heard them sing that in heaven there is no beer. That is why they are drinking it here. And that if they don't drink that beer here and go to heaven, that their friend who will be left here will drink their beer. So they don't want to waste an opportunity. My friend, in heaven, for sure, there is no beer. But there is nothing beer will add on to your life apart from misery upon misery. We have seen families break. We have seen children being neglected. Yani mtoto wako na wazazi, lakini anaishi kama mwenye hana. Sababu ya nini? Sababu ya pombe. Sababu ya anasa za duniani. We will take nothing. So we must have value. We must put value in people. You must put value in your parent, in your brother, in your sister, in that person who normally remind you to come for fellowship. Huyo mwanarika. In fact, I know there are people here who would not come to church were it not for a friend who normally remind them kwamba tuende kanisani. Sindio? And I thank David. Today umetuletea mgeni. She would have gone somewhere else. And this is testament enough that we have some influence. Use that influence. Use that influence to lead people to Christ. So maybe we can turn our books to, turn our Bibles, link to the book of Matthew chapter 11. I would like to talk about a few things. How we need to present Christ in our lives. What should we do for Christ to be seen in our lives? Because we need to dedicate our lives to Christ. We need to give it all. We need to show that Christ is the head of everything that we have. In Matthew chapter 11, verse 29 to 30, the Bible talks about humility. Yani kunyenyekea, kuwa mtu mtulivu. And that is one of the things that a characteristic of someone who has Christ in him or her. That take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. And this was Jesus speaking to his disciples. And he was telling them that for you to follow me, for you to be like me, for people to see Christ in you, you must be like me. You must do what? You must take my yoke upon you. Yani lazima uchukue nira yangu na ujivike ile nira. But anawaambia namna gani? I am gentle. I am humble in heart. I've seen people in social media wakijiita sijui nani yule mhambo, si ndio? Njeri yule mhambo. Wairimu yule mhambo. I don't know why we don't see such things in men.
about women. But humility is a virtue. It is a character. It is a quality of being modest. Yaani badala ya kujigamba unanyenyekea, si ndio? In Proverbs 11 verse 2 it says, pride brings disgrace, but humility brings wisdom. Hauwezi ona, I don't know, wisdom kwa Kiswahili ni nini? Maarifa. Ama ni busara. Ama ni hekima. Ni hekima. Huwezi pata hekima kwa mtu ambaye yuko na maringo. Kwamba ndio mtu awe ama aonekane mwenye hekima ama mwenye busara, lazima awe mtu mnyenyekevu ama mtu mtulivu. My friend, if we are boastful, and what in proper English we call braggarts, yani watu ambao wanajua kubrag, we will not see wisdom in you. And the opposite of wisdom is what? Folly, stupidity, yani upumbavu. Ndio utaonekana ndani yako wakati ambapo unaonyesha maringo. And let me tell you, huo upumbavu ama hayo maringo ndio yaliyoonyeshwa na mfalme Nebukadnezar wakati alisema kwamba haya yote nimeyajenga kwa nguvu zangu. Nimejitengenezea hii himaya kwa nguvu zangu, kwa uwezo wangu. And maybe we can see that in Daniel chapter 4 verse 28. We are going to see that kwamba nimejitengenezea mimi himaya hii kwa nguvu yangu. That all this happened to King Nebuchadnezzar. Let's continue. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence?" He said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" Let's continue. Even as the words were in his lips, a voice came from heaven. This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you. And then, you will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like ox. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. He forgot that he had conquered Israel and all other kingdoms around him to have become one of the greatest kings to have ever ruled the earth due to the power of God. Even if you defeat God's people, you should know that you are used by God to punish them. It is not by your might. You cannot defeat God's people. Because defeating God's people is defeating God himself. So when he sends you to defeat them, it means that he is using you. And under normal circumstances, you will not defeat them. But because God is mightier than any man, he will always use whoever he wants. So King Nebuchadnezzar forgot, and he started bragging, seeing that he had amassed so much wealth, seeing that he had become so powerful. He started bragging. And today we have people like those, watu ambao wanajigamba kwa nguvu walizo nazo. I've heard our leaders talk about how they will shake every corner of this country to make sure that a certain thing passes. That we must make sure that so and so is elected. We have the might, we have the resources, we have everything
that is needed to mount a massive campaign. But they forget that it is God, ni Mungu, husema kiongozi wa kesho atakuwa nani. And again, if you want Christ to be seen in your life, number 2, don't be selfish. Usiwe mtu mchoyo. Selfishness leads to corruption. We have people who, after getting a certain job or a certain power, they will use their might or everything in their capacity kunyanyasa wenzao. Watu ambao wakipewa mamlaka kazini, kila mtu anaogopa. Watu wanaanza kupeana resignation letters because they do not want to serve under you. For you are vindictive. You do everything for your own gain. Haufikiri wenzako. If you are made the minister of lands, God knows, maybe you are going to own the whole of Kenya. If for any reason you are made the pastor of a certain church, kanisa inafilisika. Kwa sababu kila kitu unafikiria ni chako. If you are made a director of a company, inakuwa you are the high priest of corruption. Yani, you leave a trail of corruption everywhere you go. Even in your family. And there are people today who are firstborns in their family. And they are using this position kunyanyasa wenzao ambao wamezaliwa nyuma yao. They are the people who will sell land and use up all the resources the family has kwa niaba yao wenyewe. They have enough in their capacity. They have enough in their bank accounts, but they will not educate their brothers and sisters. Ati kwani mimi ndiye baba yenu? Kwani mimi ndiye niliyewazaa? Hata mimi niko na familia yangu. But God knows that you have enough. This selfishness is the same thing that makes our brothers and sisters not follow us in church. Hapa kuna akina mama, wanadada ambao wameoleka, lakini mabwana zao hawawezi wafuata kanisani. Kwa sababu gani? You live a very bad example. A very bad example. Mtu anajiuliza sasa, umeokoka? Kanisani kwenu wewe ndio kiongozi wa akina mama. And I'm not kiongozi wa akina mama, tafadhali sikutumii kama example. Wewe ndiye kiongozi wa akina mama. You are the Sunday school teacher. But the character you portray in your house si ya mteule. We have men whose wives are so bitter. Ulioa mtu ukamtoa kwa baba yake, alafu wakati huu, siku kama hii ambao tunaongea, amekuzalia watoto, but she is very bitter about you because of the treatment you have given to her and the children. Watu ambao ni selfish. We have people here, they are married, lakini bwana amenunua kaplot mahali, hajaongea kuhusu, bibi ajui. There are people here, akina mama ambao wamenunua 2 plots na mabwana hawajui. Kwani kuna maisha ingine ambayo unataka kuishi peke yako? Ama hiyo mpango unapanga ni ya wewe na nani? And the reason why even in our families we don't share our secrets. Uko na bank account yenye watu hawajui kwa familia yako. You are earning a salary whose amount nobody knows. Ni wewe tu. Ati leo hii nikikutumia M-Pesa, the first thing you will do after kusoma ni kudelete message, so that watu wasijue uko na pesa. Wewe tu ndio unajua ni kiasi gani
kwa akili yako unajua M-Pesa niko na kiasi fulani. Those phones ambazo tunaweka very complicated passwords. Why do you do that? Why? Is this not about selfishness? Ni nini hiyo hutaki ionekane na mwenzako? What are these secrets you are hiding? Yes? So, and this is how we live our lives. That even when we have been given an opportunity to serve a person, umepewa bibi, umepewa mke, that is the first person you should be serving. Every service you give, if it is good, start with that one. Lakini inafika kwamba uko na himaya yako kando, naye yuko na yake kando. The only thing you share is a bed. You cannot even share a cup, a spoon. Yani wewe uko kivyako. Kila kitu ni wewe. You cannot even send your wife to represent you in a meeting. Kwa sababu atajua siri ambazo mumeweka na with a certain group. Yeah? You cannot send your husband to represent you in a certain meeting. Kwa sababu atajua mnanunua kaplot. Why? This is selfishness. And I tell you, hizi vitu mnafanya, hakuna mtu atazikwa nazo. You will leave them here. And we will chop them. We will chop your money. Yes. Once you are gone, we will chop it. Those who will remain, watazikula, na I just hope hautaenda mahali penye utakuwa unawaangalia. Because, my friend, you will feel like rising up and coming back. Na uambie, hey, it cannot be like this. You cannot use up everything I sweat for all my life just like this. So trust the people. Build trust in people you live with. So that even when you are gone, they will be trustees of what you left. Number 3, be generous. Be generous. Let's be alive to the plight of the poor. And I think I have said here time and again, we are going to see that in Luke chapter 16 from verse 19. It's not a must that we read it, but you can write it somewhere. You will read when you go back home. This is the story of the rich man and Lazarus. So what was makosa ya the rich man ilikuwa gani? Kutajirika. Is it wrong? Is it wrong to be rich? Is it wrong to be rich? It is not wrong. Because we have good examples of people who are rich in the Bible, like Job. But even God gave a testimony to Satan. And you can imagine, in a forum in heaven, where God and Satan are conversing, and you are the topic. Man, you must be great. In a meeting in heaven, and you are the topic of discussion of how good you are. But let it not be that a meeting has been summoned in heaven to discuss your bad behavior. Na wewe ni mteule. It should not be like that for us. So, the problem of the rich man ilikuwa tu, he forgot Lazarus. He did not share. And I'm not sure he forgot. Kwani alikuwa anapita wapi? It is said that, in fact, we have it on the screen, that there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Verse 20, at his gate was laid a beggar. Yes. So Lazarus used to sit at his gate. So kama alikuwa anatoka nje na anarudi, alikuwa anaona Lazaro. Now, it is said that he was so poor that even the dogs would lick his wounds.
but he was depending on what fell from the table. Wakati tajiri anakula, ile yenye inamwagika inatupwa pale nje, ndio Lazaro anakula. But this guy had so much, he had enough. I'm very sure Lazaro hangemaliza. Chakula tu ya tumbo ikamshinda kupeana. And we all know what happened to them. Lazarus went to heaven. The rich man went to hell just for not sharing. I've been taught by my children that sharing is caring. That you cannot claim to care for someone if you cannot share with them. And in several instances where we have talked about relationship, we keep saying that in relationship, you have to share. You have to share everything, including your secrets. You don't just share food, clothing, personal effects, and so on. You have to share everything, including your secrets. If you have skeletons in your kabati, lazima ijulikane kwamba kuna skeleton mahali fulani ambacho umeweka. If you are a witch, and you have been married, wewe na bibi yako ama na mke wako, tunasema 1 + 1 equal to 1. You will extend that witchcraft to your spouse. Because 1 + 1 equal to 1. And if you're generous enough, you will share everything. There is no way you'll be a rich man and have a poor wife. Wewe ni tajiri, bwana tajiri, lakini bibi ni maskini. What kind of a home is that? Yeah? Wewe ni mume tajiri, lakini watoto ni maskini. What kind of a father are you? Yeah? What kind of a wife are you? You have property, but you can afford to see children sleeping hungry. Kwa sababu bwana leo hajatoka. Unajua huwa mnakula wakati ameondoka. Sasa leo ameamua kushinda kwa nyumba. So inamaanisha kwamba leo mtalala njaa because huwezi fungua pahali ambapo umeweka pesa yako. Yeah? Kuna watu when they are far away, hawezi achia bibi all the powers ya kutafuta nyumba na ahame kama hawako. Kwa sababu siku ya kuhama, vitu ambavyo vimefichwa mahali fulani vitaonekana. Kwa hiyo nyumba, mtu anasema msiwahi choma chochote ama kutupa kwa takataka kabla sijasema. A story said of a man who went for a trip and stayed for a while. Lakini kwa njia fulani bibi akaomoka. Na akaamua hii pesa ambayo tuko nayo hatuwezi kuwa tunanalia kitanda ambacho kinatufinya. So the wife decided nitanunua kitanda mpya na mattress mpya, ile ambayo kuna mattress ambazo ndani yake kuna springs. Unazijua? Naona mmeomoka pia. Yaani juu ni sponge na chini ni sponge, lakini pale katikati kuna some springs. So ile kitanda hata ukilalia miaka ngapi haiwezi kuwa na shimo mahali ambapo huwa unalala. So akaamua kununua hii na akatupa ile ambayo ilikuwa inawafinya wakilala. In fact, aliichoma. But when the husband came, aliuliza, what happened? Wapi ile mattress ambayo the husband was not concerned about the bed, but the mattress.
Akaambiwa hiyo tulichoma. What? Mlichomea wapi? Jamaa alienda mpaka kwa shimo ambalo mattress ilichomewa, just to make sure that, are you sure ilichomeka kabisa? Because wakati walikuwa wanalala na kitanda inawafinya, the reason ilikuwa inawafinya ni kwamba kuna vibunda vya noti vilikuwa vimewekwa ndani ya mattress. Actually, the mattress was not very old, but kwa sababu ilikuwa imewekwa vitu ndani, the elasticity ikakuwa imepotea. Kukakuwa na vitu ambavyo viko ndani ambavyo vinafinya. But all this while, the wife had not known that they were millionaires. Because according to her, they were poor. So this is a state where I'm talking about, where the husband is very rich, stinking rich, and the wife is very, very poor. What kind of a home is that? If you have such a home, my friend, ebu leo ita mkutano kwako na muanze kuelezana kuhusu siri ambazo kila mtu ameweka. Start your home again and build it on trust. Number 4 and 5. I'm saying number 4 and 5 because they look alike. Never let wealth collapse you. Never let wealth corrupt you. And number 5, honor God with all you have. Honor God with all you have. So ukiomoka, tafadhali usihame kanisani unless umenunua mahali mbali ambapo huwezi fika hapa. But usiseme Tumaini Worship Assembly ni ya watu ambao hawawezi jaza kikapu kwa sadaka ya wakati moja, kwa hivyo unahama. Usipoteze marafiki wako kwa sababu umetajirika. You still have a lot to learn from your friends, however poor they are. Usipoteze jamii yako. Wanaume hoye, wanaume hoye, tusitafute bibi number 2. You know, I've worked in Western where polygamy is allowed. Na wakati wameharvest miwa, mtu ameuza 40 tons of sugarcane, anaona amepata pesa kidogo, so anasema nitaongeza bibi. Badala ya kuongeza mtoto, anaongeza bibi. In Central Province, where polygamy is not allowed today, I'm saying it's not allowed because we don't practice it. We have changed our behaviors, haven't we? Haven't we? We have changed our behaviors. But we are not very special, because wakati tumepewa bonus ya kahawa na majani chai, tunahama, tunaenda wiki 2, wiki 3, hatujulikani tulipo. Tunazima simu ama namna gani? Tunazima simu, karibu hata tutangazwe kwa redio kwamba tumepotea. But we are hidden somewhere, with a sweet looking damsel, si ndio? Tumejificha mahali na kasichana, hizi wanaitwa mali safi ama namna gani? Umepatana na mali safi, umeificha kwa kona fulani. For 3 weeks you use up everything you had and you forget your family back at home. Even here in church tunakukosa. Hata kwa ile men conference ambayo tulikuwa nayo juzi, some of us did not attend because they were hidden somewhere, wakiwa na mali safi. Walikuwa wanakula nini? Mali yao safi.
So ikafika mahali kwamba umesahau jamii yako, umesahau mama yako nyumbani, umesahau baba yako aliyekulea, just because of wealth, just because of money. In Philippians chapter 3 verse 2, the same book we have been reading about, Philippians chapter 3. Is it that? No, I think that was not the intention. Let's try Philippians chapter 2 verse 3. I'm not sure whether that is the book. I think I've forgotten the text. But it says that you cannot serve God and serve mammon. Huwezi tumikia Mungu na utumikie mali. You have to put God first. For you to enjoy what you have, God has to come first. He cannot be equated to the wealth you have. Amen? He cannot be equated to the wealth you have. The first commandment says, you shall have no other God before me. In some verses it says, besides me. Yaani usiwe na miungu mingine mbele yangu, ama pia kando. He cannot be put in the same level with wealth. That you tell people, okay, you go and pray to your God. I have my money. Let's meet in court. I have my lawyers. But you know, all you are doing, unanyanyasa huyu mtu. Paka wakati anakuambia, utaonana na Mungu wangu. And this has happened so many times when we lose our money kwa conductor. Umepeana 100 shillings. Ulisikia vizuri na masikio yako, jamaa anasema taoni 80. Ulisikia taoni 80. Na ukamuuliza vizuri, ati taoni ngapi? Ni 80. Lakini unapoingia kwa gari, kifika pale Kangemi, unampea 100, anaweka yote kwa mfuko, unamuitisha change na kuuliza, kwani unazako nini? Taoni 100. Na inafika mahali unaangalia yule jamaa vile amenyoa, unaangalia mkono yake vile imefura, unaangalia uso yake how mean looking he is, unaona hautabishana. Unasema Mungu wangu ataniitishia, Mungu wangu ataniitishia. Na hapo ndipo tunakwama. But you forget that you have been like this yourself. We forget that we did the same to our friends. Ulikopa mtu, ukamwambia next week ninatarajia, kwa hivyo nitakurudishia. And that story is usually very sweet. In fact, I find it so resisting. Wakati mtu I don't know. Unaketi mahali unatunga, unafanya punctuation, una correct mpaka ikae tamu, unaongeza msamiati. When you start telling this story, mtu anaona yenyewe unafaa kukopeshwa. But once you get the money, what happens? You forget. In fact, ukianza kuitishwa, unanizimia simu. And I even become your enemy. Lakini unasahau kwamba tunashiriki kanisa moja. Na kama wewe ni mwanakwaya, I like using wanakwaya because they bless me a lot. Kama wewe ni mwanakwaya, unatuimbia hapa, nikiwa pale na uko na pesa yangu, unafikiria unanibariki kweli? When I see you making very nice steps. And for our sister who is blessed with knowing how to ululate,
anapiga zile ngemi vizuri. Wakati anaisema hivyo na anaweka all the pilipilis and the hohos and the roikos, ndio wimbo ikuwe tamu na akona pesa yangu. Unafikiria na huzunika aje? Unafikiria I would like you to stop because you are not ministering to me. You are not ministering to me. Na kama haupandi chenye utavuna, unavuna chenye ulipanda. So let us be children of the kingdom. Let us be people who stand with their word. Let us have honor. Honor in our mouth. That ukisema chochote, ukiambilia mtu kitu, anajua itafanyika. We will meet at noon. I assure you, utanipata hapo saa 9, saa 6. In fact, nitafika mbele yako. Alafu nikishafika na kupigia simu. Niko hapa. And some even forget. Wanasema haunioni hapo kwa petrol station. Haunioni hapo. Meaning that you are not there. So when people listen to us, when they see how we behave, do we honor God? Do we honor God with what we do? Do we honor God with what we have? Do we honor God with what we say? If your answer is no, tafadhali, answer, do some reflection. We must be upright and blameless. Ndio tuwe wateule na tuweze kuvuta wale ambao si wa huu ufalme. Lazima tusimame kidete, tuonekane sisi ni wateule. We must give all to Christ. Whatever you do, make sure that Christ is at the center of it. And maybe the number 6, how you should show that Christ is in your life is that you should have some trustworthy. You must be trustworthy. Lazima uwe mtu mwaminifu. And we see in the chapter that precede the one that we read, that is in Philippians chapter 2. I think it starts from verse 9. We see Paul talking to the Philippians. And he is talking about Timothy. And he says, Philippians chapter 2 from verse 19. What does he say? Yes, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. Yani nataka kutuma Timotheo kwenu, ndio nifurahi nitakaposikia kutoka kwake kuwahusu. Meaning that Paul trusted Timothy, that whatever report Timothy was going to bring to him about Philippians, it was supposed to be correct. Ni habari za kuaminika. In verse 20, it says, I have no one else like him. Yani, naomba Mungu aongee maneno haya kutuhusu, kwamba sina mwingine isipokuwa Sister Jane ambaye naweza tumainia kufanya jambo hili. Sina mwingine isipokuwa Mama Anita. That I can only send Brother James because I have so much trust in him. That I have no one else like him who will show genuine concern for your welfare. Yani hao wengine kwani walikuwa wanakaa namna gani? Let's see in verse 21. For everyone looks out for their own interest. This is the selfishness we have been talking about, not those of Christ Jesus. In verse 22, I think this is the last we are going to read. But you know that Timothy has proved himself
Because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. They have been together for quite a long time. Alikuwa amemuelewa vizuri. Alikuwa anajua kwamba Timotheo ni mtu mwaminifu. Na sisi pia naomba tuwe waaminifu. Naomba pia tuwe watu wa kuaminika na wenzetu. And I say this with a lot of pain, that we have Christians who have decided that trustworthy is not going to be their description. It is not going to be an adjective with which they will be described, with which they will be described. Ati kwamba tunapoongea kuhusu sister fulani ama brother fulani, uaminifu haiwezi kuwa kwa maelezo. Uaminifu haiwezi kuwa kwa maelezo. We have children who are not trustworthy to their parents. Hawezi achwa kwa nyumba peke yake kwa sababu mambo yataharibika. We have teachers wenye mwalimu mkuu akiondoka, the school cannot run. We have faithfuls wenye pastor asipokuwa, hiyo kanisa haiwezi ongozwa. And I thank God that today the only part that pastor played ni kuombea sadaka ya fungu la 10, si ndio? All other things have been done by other people, meaning that aliweza kutuaminia. And I thank you, pastor, for this, that this is supposed to be your work, but you trusted me to do it, and you trusted my brother David kuongoza kanisa siku ya leo, and he did it well. Na pia sisi tunaamini kwamba yale yote ambayo tunafanya leo, that you are with us. Don't you think it's amazing that it's almost 1 na mliingia hapa saa 4 na hakuna mtu anaonyesha dalili ya kuondoka? This is the trust that we would like. This is the trust that we must show hata huko nje. Sawa sawa? Lazima uaminike kufika kazini masaa yanayofaa. Lazima uaminike kutoka kazini masaa yanayo. You must not be a thief of time. When ndio unaimbia mwajiri wako masaa. Only God knows kama wewe ndio ungepewa pesa ugawe, ungechukua ngapi? Kama masaa tu unaimba. Masaa tu. Kalamu huko kwenu kazini hazitulii. Kalamu. And I don't know what happens, because I think in every organization or company huwa kalamu zinanunuliwa, si ndio? But every time we want to sign something, kila mtu hananga kalamu. Huwa zinaenda wapi? Hata kwa hizo biashara that we are running, umeachiwa wewe ndio unauza viatu, umeachiwa na mwenzako ambaye mko in partnership with, lakini wewe unafikiria ameenda. Yeah. In the evening you report that you have sold 3 shoes, lakini umeuza viatu 10 na ukakimbia Gikomba ukakuja ukareplace, so that hesabu zinapofanywa viatu zina balance na pesa ina balance, lakini kuna pesa ambayo balance umeweka kwa mfuko, ndio? We have people ambao wameachiwa kuuza pharmacy and shops, but they will sell and replace, so that mwenyewe anapokuja jioni ku take stock ina balance. But the amount they will disclose, nimeuza 5, lakini mwenyewe ameuza 10. 5 ameweka kwa mfuko, akakimbia akachukua 5 nyingine akareplace, so ameweka profit yote kwa. Huwezi aminika.
we must have some trustworthy. Lazima tuwe watu waaminifu. And to sum it all, everything you do, everything you have, everything you say, everything you own, let Christ be the king. Hallelujah. Because we are Christians. We are children of the light. Sisi ni wana wa mwangaza. We are believers. And we live for Christ. Lazima hayo yote yaonekane ndani yetu. So, let us surrender everything to God. And as we rise on our feet, because I think that is the last point I have hammered home. As we rise on our feet, let us remember all we have done, where we have not trusted God and have trusted our money, where we have trusted the power we have, where we have trusted our titles. And let us just tell God we are sorry. Because we are. And let us genuinely be sorry. For surely God is not happy with us. Because if he removes whatever you have, some of us will not live longer. Some of us are happy because of what they have. Not because of the God that is in them. Let us learn to give credit to our God. Remember all you have gone through and what God has done for you. How God has carried you. Amekubeba. Amekuondolea yale ambayo yangekupata. Amekuinua above the tides. Above the suffering. Mpaka unasimama hapa leo. COVID-19 is almost gone, but you are surviving. You are surviving. You have gone through much, but you are still here today and saying hallelujah, amen to God. Praise the Lord. So as we sing how excellent his name is, let us remember all we have gone through and thank him. Let us remember all the sins we have committed against him and say we are sorry and repent. And let us be honest. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent, excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how worthy is your name, oh Lord. How worthy, worthy is your name, oh. How worthy is your name. How worthy is your name.